walipokutana Faruk, Emil pamoja na Chan pamoja na Begum na Surya pia mambo yalikuwa mazuri, kwa sababu mwisho wa siku tunaona Chan alijitahidi kumchekesha Emil na Emil alikubali kumsikiliza. Lakini Emil alimuuliza Chan, mbona mimi sikuelewi, yani wewe ni mwanasheria au wewe ni mwanamuziki? Lakini Chan alimjibu kwamba yeye anafanya vyote. Kwa hiyo Emil anaonekana amemkubali Chan, lakini Faruk bado amemkubali kishingo upande. Lakini mwisho wa siku kwa upande wa huku nyumbani kwa Esma Sultani, basi Nurgul leo anamshauri Esma Sultani kile ambacho kiko moyoni mwake ndio akifanye. Hakikishe hafanyi kitu kwa kuogopa mtu, yani anatakiwa hakikisha anafanya kila kitu kuhakikisha anapigania penzi lake yeye pamoja na Garibay. Lakini pia akaambiwa yeye ndio kiongozi wa familia ile, kwa hiyo yeye ndio mwenye maamuzi ya kila kitu, kwa hiyo yeye ndio anaweza kaongea chochote na kila mtu akamsikia. Kwa hiyo hatakiwi kuwa na woga wowote, kwa sababu yeye ndio mama na yeye ndio baba, kwa sababu tayari Faiz Bolan alikuwa amekwisha kupoteza maisha ya muda mrefu. Japo aliyekuwa anaishikilia familia kwa sasa alikuwa ni Faruk kwa sababu ndio kijana mkubwa, lakini Esma Sultani yeye ni mama, kwa moja kwa moja yeye anatakiwa kuhakikisha familia yake inaenda vizuri. Kwa upande wa Osman, leo alikuwa yuko jikoni kule baada ya kuagizwa, wakiwa wameenda kupata chakula cha jioni katika familia hii ya Burku, mtoto wa Garibay. Lakini wakati yuko huko tunaona Ipek alimfuata na kwenda kumwambia kwamba mpenzi wake ni mzuri, yani mchumba wake. Lakini tunaona Osman alimwambia usirudie tena kusema neno hilo, kwa sababu Burku mimi sio mtu wangu, kwa hiyo hautakiwi kumuita hivyo. Alafu sasa kwa bahati mbaya Burku akawa yuko mahali pale na akasikia kila kitu ambacho kilikuwa kimezungumzwa. Kwa moja kwa moja alijisikia vibaya sana, lakini Osman alijitahidi kusema kwamba hakuna chochote ambacho kimeongelewa kibaya, yeye alikuwa anaongelea vitu vingine. Lakini mwisho wa siku ndo tayari amekwisha kuongea na tayari Burku amekwisha kusikia. Kwa upande wa Selim pamoja na Akif, na wao wanaendelea na maisha yao kama ilivyo kawaida, wanapendana sana. Lakini tunaona Selim bado anaendelea kusumbuliwa na swala lile la kutapika, na alisema kwamba anahisi hana mimba. Kwa hiyo tayari amekwisha kuanza kupata wasiwasi kwamba ana mimba ila hajapima, lakini kiuhalisia tunaona hapa ni mimba tayari imeshakuwa imetengenezeka. Sasa tunaona kwa upande wa Fikret leo anaongea na Esra, na aliongea naye kwa ndani sana kuhusiana na jambo lake, lakini mwisho wa siku ikabidi tu akubali na kumruhusu Esra aache kazi. Akamwambia nakuruhusu aache kazi, lakini mimi na pamoja na wewe hatuwezi kutengana kwenye urafiki wetu, lakini pia natamani iwe ni zaidi ya urafiki, kwa sababu urafiki wako ni wa thamani sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo tunaona jambo hilo ndio limetokea kama hivyo. Lakini kwa upande wa Fikret pia wakati anaongea jambo hilo anaonekana alikuwa na huzuni sana, mpaka kupelekea Fikret alilia siku hii baada ya kuwa anaongea na Esra mambo yale. Hii inadhihirisha ni jinsi gani alikuwa akimpenda sana huyu mdada. Sasa kwa upande wa Faruk leo alikwenda katika familia hii ya Adem, na baada ya kufika aliongea naye kwa undani sana kuhusiana na yale mambo yao. Lakini Adem msimamo wake uko pale pale, hataki kitu chochote kinachoitwa cha msaada kutoka kwenye familia hii ya Boran. Lakini pia baada ya mazungumzo hayo kumalizika, basi alirudi nyumbani Faruk. Lakini baada ya kurudi nyumbani tunaona alikutana na Fikret, akamwambia kama kuna chochote ambacho kitatokea kibaya, basi wewe ndio utakuwa chanzo cha kila kitu, kwa sababu wewe ndio umesababisha haya yote mpaka leo tunateseka.